Ole wako umwambie mama yako nitakukata shingo. Nalo mbaya. Mungu mwani kimya, ushakuwa mkubwa tayari wewe. Chozi latoka nashindwa kusema, chozi latoka lanifanya niwe juu. Ole wako umwambie mama yako nitakukata shingo. Chozi latoka nashindwa kuhema, chozi lanifanya niumbuke huku. Mungu mwani kimya, ushakuwa mkubwa tayari wewe. Chozi latoka nashindwa kuhema, chozi lanifanya niumbuke huku. We Paloma! Paloma! Adela. Hivi ambapo unachukua masaa mangapi kuviosha ise? Namalizia mama. Mwafanya mambo ya kijinga. Vyombo vyenyewe ni vitatu, lakini nataka umalize hapo mwaka mzima kuviosha. Hebu fanya haraka hapo, una kazi nyingine ndani ujue. Hey baba. Mimi sile mbaya. Aise. Hii ni nini umeleta? Ni zawadi za Paloma. Zawadi zote hizi ni za Paloma baba. Ndio, ni binti yangu, lazima jisi upendo wa baba. Aise mshikaji, una upendo. Kweli mama yake. Nakupenda ile mbaya. Asante kipenzi. Twende ndani mama wangu. Paloma. Mola wangu nione linavyokonda, naumbuka mimi
Bye Patra. Bye Pendo. Bye. Pendo. Nisalimie mama Sawa. Haya. Daddy. Yes, Dora. Mimi miss mama. Natamani tuende kwa mama. Basi usijali, weekend hii utakwenda kumwona mama. Sawa. Ila promise me, utundu mistaki. Alafu ni only 2 days. Wewe Paloma. Abe mama. Unachukua muda gani kujaribisha hizo nguo huko ndani? Nakuja mama. Fanya haraka basi uje kujaribisha na nyingine zipo nyingi. Wow, umependeza kinyama. Hebu zunguka. Aise, binti yangu wewe ni mzuri. Ni mzuri kinyama. Aise, baba na moyo wa upendo. Hebu angalia hizi zote. Angalia. Na mbona unakasirika? Haujapenda? Nimependa mama. Haya sawa. Chukua na hiyo kajaribishe. Baba anajua jamani. Najua nini baba? Nashukuru kwa kuwa baba bora kwa binti yangu Paloma. Hapo wale kupokea zawadi nyingi kama hizi za leo aise. Ni wajibu wangu Paloma, kwa sababu nisipompenda Paloma nitampenda nani mke wangu? Ujue siku zote hata wahenga husema ukipenda boga penda na walake. Kwa Paloma ni binti yangu, ni lazima nimpende. Baba, nashukuru Mungu kwa kutuletea wewe. Hakika umekuwa mwanaume bora kwangu na kwa binti yangu. Hata mimi nashukuru sana. Umekuwa faraja kubwa sana katika maisha yangu. Paloma, nakupenda sana. Yesu, nakupenda pia. Leo hapa duniani na kesho mbinguni. Asante mke wangu. Nakupenda pia na mimi. Nakupenda.
Niko nje kwako hapo, unaweza ukatoka nje? Nimekumisi ndio maana nikaja. Ndio, naweza kuja muda wote nikijisikia, kwa sababu nakuhitaji. Sawa. Malaika, why this time? Kwa sababu nimekumisi. Come on. Sasa hivi Nimekuja kukuona, nimekumisi. Tunaweza tukaongea? Ya, tunaweza kuongea Tukiwa ndani lakini. Come on. Ndani hapana. Tafadhali sana. Malaika, unajua mimi niko na binti, na binti yangu ni mdogo sana. Kwa mfano nikakuchukua nikakuingiza ndani, na ulivyokuwa umelewa, ninamtengenezea picha gani binti yangu? Hilo sio tatizo kwangu. Tafadhali twende ndani. Sikiliza, naomba sikiliza, hebu nisikilize. Mimi naomba uende nyumbani. Kesho asubuhi mapema nitakuja kwako tuzungumze. Hapana. Come on. Hapana, nahitaji kuongea na wewe. Naomba uende nyumbani. Nahitaji kuongea na wewe leo. Siwezi kwenda nyumbani. Kama ni Malaika, umelewa. Tengeneza picha nzuri kwa binti yangu. Come on. Sijalewa, niko kawaida. Nitazame. Watch me. Binti yangu ni mdogo sana. Sitaki kumtengenezea picha yoyote ile ambayo itamsababisha makozi yake nimharibie. Nakuomba kapumzike. Kesho tutaongea vizuri. Come on, please. Come on. Sawa, najua. I know. But please. Naomba, hebu angalia basi. Unahitaji? Malaika, I need you. But not this time. Please. Mimi nahitaji. Kaka, samani. Malaika, hebu nisikilize basi. Unataka tugombane? Hapana. Okay, basi ingia ndani bajaji. Kaka, nafikiri unamfahamu, si ndio? Nimpeleke kwake. Malaika, ingia basi ndani bajaji. Si mnafahamiana? Au kama utafika naomba unipigie simu. Tafadhali kiatu changu. Sawa. Naomba nielewe hivyo, please. Kaka. Brother, nije nipaka simu. Okay. Basi poa, oya, kesho tutaongea. Kwa sababu unipendi ndio maana unanifanyia hivi, si ndio? No. Nakuheshimu sana. Tafadhali naomba tuongee. Nakuheshimu. Naomba ukapumzike nyumbani. Kesho tutazungumza vizuri sana. Come on, brother.
Peleke. Washemeji peleke. Pilo. Yes. Mathematics. Nahitaji calculation. Zingatia mahesabu. Sabuni imeshachafuka. Fuata maelekezo ya bosi. Tunakwenda kumteka mtoto wake. Lakini hakikisha sija kaumia mahali popote. Sikia nikwambie kitu bro. Sijawahi kufanya kazi nyeusi alafu ikachafuka. Namleta akiwa ni mzima, alafu kila kitu kitaenda kashumpa, shorompa. Alafu tutazingatia kodi zote ambazo ametuelekeza bosi. Pilo. Zingatia hizo kodi ulizoongea. Haina noma. Basi tutasomana.
Baba, mbona umeniachia peke yangu? Ulikuwa wapi? Wakati nimelala pale. Nikasikia sauti huyo nikabili faili. Nitoka kwenda kuangalia. Nikaja labda ni wezi. Kufa kula. Kumbe keleza huyo ni mbwa. Wanagarazana na wakosi wafanya mapenzi. Basi twende basi tukalala. Nikaona hivi. Wajua ni foto kwa nilikuwa nimeenda wapi? Twende bwana. Twende. Tangulia. Nikao naye. Madam, mbona kama mchongolo utupo kutaka kama kutufelisha? Kwa sababu wakati Piro anatua tu pale, mshikaji akapiga alamu. Ulitaka kutufelisha? Wakati mwingine tusipeane mchongo wa kiboya kama hiyo. Unajua Madam Vai, mimi nimemuelewa Windo kwamba ulizungumzia kitu. Sema kwamba Pilo alivyodondoka tu, kipindi anapekenyua dirisha kwamba kila kitu ndio ikawa vuluvalala. Hapa naelewa kitu kimoja sawa, kwamba sisi au wote ikitokea nyingine hiyo inakuwa ni mbaya sana, tunapotea. Ukiona unatengeneza hii michongo hii, kwanza kuwa makini na hii michongo unafanyaje, unaichonga. Unasema kwamba mdogo wake ulikopoka naye, si ndio? Alafu yule mzee wa kazi hayupo. Lakini yani hapo bwana Madam, hapana. Sasa wataka uniambia kwamba kama kweli hayupo hiyo alamu nani kapiga? Madam, hapo ni vumbi yani. Umetoa mchoro wa kinega. Samahani lakini yeah, amefeli. Hatuwezi kutuletea mchongo wa kitoto kama hiyo. Nisikizeni nyinyi niwaambie. Sijawahi tengeneza mchongo wa aina yoyote ukaenda long. Nashangaa mnavyoniambia. Lakini umshikaji anaonekana na Mungu sana. Yaani kwamba malaika wamemzingira, si ndo maana yake? Yaani anacheza na akili yetu. Lakini duru namba 1 tumefeli. Tunatakiwa kutengeneza mchongo namba, yaani hapa kinachotakiwa tuchole mchoro mpya na tufanye kiumakini zaidi ya hapa, na sina imani kama next tunaweza tukafeli. Lakini madam, mimi naomba niulize swali. Ulisema yule ni mtoto wako na yule ni bacha yako umezaa naye. Sasa kuna nini hapa katikati mpaka unataka tumteke mtoto? Mimi naona kama mchongo unatatiza. Sijui si tukayavaga afu si tukapotea. Unajua swali zuri, lakini sio wakati wake.
Hebu kwanza tufanye tulichokijadili, yaani maana yake tumtie mtoto mbaloni tuwe naye, alafu hayo maswali yenu mnaoniuliza wakati ukifika nahisi nitawaambia. wakati ukifika. Sawa. Wino wakati Dada maliza mkupe ubuyu. Ubuyu gani tena shoga yangu? Yaani dada, nikwambie, jana tulienda beach na baba. Kwanza tukabembea, tulipobembea tukaenda tukala makuku na ice cream za Baresa. Yaani ungekuwepo wewe. Mbona hujaniletea? Sasa si baba alikuwepo? Jamani. Unipendi? Mimi nakupenda. Tuendelee na story. Nikamwambia baba, weekend hii nataka niende kwa mama. Usiniambie. Sasa na mimi nabaki na nani? Peke yako. Nikiwa napika nitamtuma nani jikoni? Saenda mwenyewe. Mimi nitachoka. Sitarudi. Chozi latoka nashindwa kusema. Chozi latoka lanifanya niwe juu. Chozi latoka nashindwa kuhema. Chozi lanifanya niumbuke huku. Nimempa moyo kakosa utu.
Najua kinywa changu kina tofauti kubwa sana na samaki baharini. Lakini kwa nini mimi nashindwa kusema ukweli? Hii hali mpaka lini? Kwa sasa natakiwa nifungue kinywa changu nimwambie mama. Siwezi kuendelea kuteseka kingono hivi. Lakini nikimwambia mama ataniamini kweli? Natakiwa niseme ukweli. Ukweli ndio kitu pekee ambacho kitaniweka huru. Ngoja tuwai. Maana babako anakusubiria huko. Ila ukienda kwa mama. Sharti ni hili. Usikipa vitu vizuri na mimi niletee. Niahidi. Sawa. Bye. Bye. Unaniongelesha sana mpaka nasahau vitu. Unasahau nini? Nakuomba unaendelee vile vigauni vangu vizuri. Na vile vipenzi vya home. Tunanijua eh? Haya. Bye. Haya, masomo mema. Haya, napi. Mama, njoo binti yangu. Tunaelekea shule. Mama, tunachelewa kidogo. Sasa kuna zawadi yako. Basi. Kwa ajili yako binti yangu. Chukua kalisho. Unua chochote kile. Hii hapa, hii ni kwa leo tu. Kesho unapata nyingine. Shika binti yangu, shika bwana. Paloma, shika. Paloma. Njoo. Unakataa misimbazi. Sasa nakwambia hivi, si unakataa hela zangu. Ole wako mwambie mama yako. Utama wewe na mama yako. Nyangawe. Usindubulie jicho. Wewe. Angalia. Narudisha mfukoni, misimbazi yangu imepona. Kumbavu kabisa. Mama. Wewe tena. Kwani si ushakunywa chai? Mbona unapenda kujisunanisha kama mtoto wa marehemu jukwa kaburi? Hebu ongea haraka sije kaunguza vitafunwa vyangu. Wateja wangu wananingoja. Sema. Mama, ulikuwa unataka kusema nini? Si ongea haraka wahi shule wewe.
Hebu fanya haraka uwahi shule. Usiniletee habari zako za nilikuwa nataka kusema ulikuwa nataka kusema nini? Sasa unangoja nini? Toka hapa na jipua lako lirefu. Kwanza nakuchukia kama ninavyomchukia baba yako aloniharibia usichana wangu. Ungekuta hapa nahangaika kupata masansampa. Sio na habari na chapati saa hizi. Haya. Ondoka nenda shule. Hebu changanya hizo mbaranga zako. Tena uende. Fanya haraka. Watoto wengine kama nuksi tu katika hii dunia. Zuena! Hebu mbio Vai atoke! Vai! Hebu toka! Fungua mlango wako! Fungua! Hivyo unachukuliaje? Unachukuliaje mimi? Unachukulia mimi unaniweza? Unachukulia mimi unaniweza? Nini tena? Funga bakuli lako. Usikie? Napoongea mwanaume anaongea. Sio na unaongea. Wewe nimekukojoza, nimekuzalisha. Inapokuja swala la malezi ya mtoto, ndio maana nikakupokonya mtoto. Niko naye mimi. So, mtoto wangu anapokuja naomba nafasi ya kukaa na mamake isiwe sehemu ya kulelea mtoto wangu vibaya wewe balaya. Hebu kwanza. Njoo kwa point. Umefuata nini na nani kakwambia mimi niko hapa? Wewe unaniambia mambo kwako hapa. Kwako. Na hata huyo mwenye nyumba, mimi naweza kufanya chochote, mali yoyote, na simuogopi mtu yoyote ninapokuja swala la mtoto wangu. Unasemaje wewe? Wewe unampaje mtoto wangu basha yako? Basha yako anaenda na mtoto wangu ba. Oe, mimi katika maisha yangu sijawahi hata nukta kumwonyeshea mtoto wangu chochote. Sawa, umemwonyesha mabasha zako. Sawa. Sasa mabasha zako unawapa vibali, wanaenda baa na mtoto wangu. Hivyo nao ni malezi. Wewe usiniambie kitu. Wewe unaniambia nini wewe? Wewe unaongea bila ongea. Nitakupiga. Nimekugusa hapo, nitakupiga. Nitakupiga. Ninapokuja swala mtoto wangu ninakubomoa. Usikia? Mimi mwenye sina akili vile tunavyofanya wewe una akili. Nitoke nini? Toka ni maniwe. Sikiliza wewe usinifanyie mimi mambo ya pumbavu. Unasikia? Unanielewa? Naweza nikafanya chochote hapa. Tena kukunyuga vizuri sana. Inapokuja swala la mtoto wangu Vai. Nataka kwenye maisha nakosea vitu vingi sana. Lakini sitaki nikosea kwenye swala la malezi ya mtoto wangu. Sio, unanielewa? Sasa umalaya wako usitaki kumfundisha mtoto wangu malaya. Nyinyi ndio wanawake ambao kwenye jamii mnatuzalishia watu ambao wasioeleweka, negativity people. Nyinyi ndio mnazalisha mashoga, wasagaji. Kwa sababu ya kukosea kwenu tu kulea. Mambo nisikilize. Tena kwa makini. Mtoto wangu akija hapa niite mbwa. Nakwambia hivi, nikimruhusu tena mtoto wangu aje wewe ukae naye niite mbwa. Malaya mkubwa. Sijui kama wewe usabu wewe siku hizi. Tuko mnasagana nye mbwa nye. Kwa siku mlea mtoto kifala tu, unampa mtoto kifala tu. Mtu anakaa naye kifala tu, alafu barida tu unachukulia poa. Akimbaka. Akimbaka mtoto wangu mimi. Fanywa tena vizuri sana. Fanywa. Sio kama sifanyi, mimi nafanya. Lakini ever in my life kuonyesha hichi kitu mbele ya mtoto wangu. Sikataa kufanywa. Si unakula? Vai wewe unakula.
Tena unakula vitu vya vitamini. Si unakula vitu vya vitamini wewe. Si unawashwa. Endelea kuwashwa. Fanywa, lakini usimwonyeshe mtoto wangu mzee. Unapokuja swala mtoto wangu kwenye malezi wewe. Usiletee hizo pigo. Wewe, na nakwambia hivi. Leo Kaliombaka London Lukamo Mkwabi nimeongea leo. Ukimwona yule mtoto utamuona kama kituo cha polisi. Hawezi kuja tena mtoto. Usiletea maisha unasikia? Mimi kakuzana nilikosea tu. Malaya mkubwa wewe. Na umalaya wako usilete kwa mambo ya mtoto wangu. Wewe. Hey. Hey. It's umeshakuwa mtihani mkubwa sana. Nakumbuka mara ya mwisho nilimwambia yule mwanamke nikimleta mtoto wangu aniite mbwa. Nikimpeleka mtoto atanionaje sasa? Atanichukuliaje? Taonekana kama kiumbe dhaifu, si ndio? Wewe sio kiumbe dhaifu. Fanya kwa ajili ya furaha ya mtoto wako. Yes. Nitafanya tu kwa sababu ya amani ya mtoto wangu. Halo, habari yako? Ongea, mimi nakusikia. Nikupigia kwa sababu mtoto wako anasema amekumisi. Na anatamani weekend hii aje kwako. Hivyo basi nikupigia ili niweze kujua ratiba zako. Yeah. Nitakuwa free. Lakini nilikuwa naomba kabla hujamleta muandalie bajeti yake. Come on Violet. Hivyo utakuwa lini? Just weekend, just 2 days, 3 days kukaa na mtoto wako unahitaji budget. Can't you feel the love ya mama na mtoto? Bwana mimi sitaki kuongea sana. Nimekwambia kama unahitaji kumleta, mpe bajeti yake ya kutosha. Mbona hao wanawake zako na wahonga na mimi sisemi? Sasa naona hicho kinachokupa jeuri, sivyo vimali vya urisi hivyo. Sasa ngoja viishe, alafu mimi nipo hapa na kusubiri. Utaniita mbwa. Yaani unafanya tu vitu unavyovijua wewe, lakini mimi sisemi. Umalaya tu ndo unaujua, lakini nikiomba bajeti ya mtoto utaki. Wewe unanichukuliaje mimi? Sasa hayo matusi yanatoka wapi? Kwamba nakutusi. Mimi sikutusi, mimi nakwambia ukweli. Kwa sababu wewe unaendekeza umalaya kuliko unavyojua. Yaani wewe ni mwanaume ni malaya kuliko, yaani sioni hata na kukufananisha na nani. Alafu unasema nakutusi. Nakutusi nakwambia ukweli. Yaani wewe ukweli uko dhahiri kabisa. Na ngoja watakapokuua na ukimwi ndo utaelewa. Kama wanakupenda si wangekuzalia. Mimi huyo na malaya zangu. Hebu tuachane na yote haya. Sikiliza. Hayo yote yanatoka wapi? Hayo yote yanatoka wapi? Nimekupigia kwa ajili ya wewe kujua ratiba zako. Niambie ratiba yako kama utakuwa uko free au la. Okay. Fine. Nitamwandalia hiyo budget. Lakini ukiwa kama mama just 2 days na mtoto ili asikie haisi upendo wa mama, unahitaji budget kweli. Sio kama sishindwi, naweza. Lakini sometimes
sio vitu vya kuvipa kipaumbele. Just 2 days jamani. Hicho ndo umeongea cha muhimu. Mtoto aje na bajeti yake iliyokamilika. Na ukimpa bajeti ndogo mimi nawe tunagombana. Yaani sioni ajabu kutia guu langu hapo kwako nikakuletea timbwili. Si unanijua vizuri? Anyway, poa. Nilikuwa nataka kujua tu ratiba yako. Hivi vingine vitu mimi havinihusu. Jua tu. Mtoto mwenye anaweza simpeleke. Afu wale washenzi walikuja jana usiku, sijui kina nani wale. Ivan, yeah, let's go and talk about Ivan. Usimpeleke mtoto shule, naongea naye. Tena. Kwani una shida gani wewe? Tumebaki wawili tu humu ndani. Sijui na leo tena utaninyima utamu. Yaani ukisubutu kufanya kitu chochote kile kwenye mwili wangu, na kuahidi ninakuja kumwambia kaka. Kakaangu. Ushasema kakaangu. Hawezi akanifanya kitu chochote kile. Kumbuka mimi ni mdogo wake. Afu wewe ni mfanyakazi tu ndani. Nini babu? Kwa hiyo kama ni kaka yako, ndio unataka kufanya chochote kile ambacho unajisikia? Sikiliza nikwambie wewe. Usitake nikajutie ni kwa nini nimekuja kufanya kazi katika hii nyumba. Sijui unanielewa? Alafu hayo ni mambo madogo sana, umeelewa? Alafu mimi na hisia na wewe. Mimi na wewe tunaendana. Binti, au mambo madogo. Au mpaka nitumie nguvu, eh? Tulia basi baby. Yaani, utumie nguvu, usitumie nguvu, hauwezi kufanya chochote kile ambacho wewe unataka. Sijui unanielewa? Nitakuvuruga. Nitafanya kitu ambacho sijawahi kufanya. Usitaki mizimu itajao na miti itambikwayo ikaniona mimi ni mtu wa ajabu. Sihitaji kuweka historia mbaya. Unanijua nilipotoka? Unataka kujua historia yangu na nilipotoka? Mimi ni mtu mwingine. Unavyoniona hivi, nichukulie hivi hivi. Usilazimishe kujua upande wangu wa pili.
Unataka kujua kitongo changu kilipozikwa? Unataka kuyafufua yaliyozikwa? Wewe jichunge na ujitafakari kabla bado hujataka kufanya huo upuuzi ambao unataka kuufanya. Miti inayotajwa ikiitwa inaitika. Mizimu itambikwayo mbona kanajiamini hivi? Au kachawi? Haya maneno yana maana gani? Potelea pote, uchawe uende kwa mentale. Tulia. Ivan. 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 Yes, bro. Kai. Samahani mara moja. Haraka basi. Wewe uko poa? Ya, niko poa. Jana hukusikia kitu chochote? Sijasikia kitu chochote, maana jana nilikuwa tungi kinoma. Ivan, punguza pombe mdogo wangu. Katika maisha kila kitu takiwa na kiasi. Think about your future. Utalewalewa hivyo ovyo mpaka lini? By the way, jana kuna watu walikuja kututembelea hapa. Sijui kama ni wezi ama ni majambazi. Bahati nzuri sikuwa nimepata usingizi ule wa fofofu. Nilishtuka, chungulia nikabidi nibonyeze alarm. Wakaruka ukuta wakakimbia. Ni noma mzee. Noma sana. Sijajua ni kina nani na wana lengo gani. Hivyo tunatakiwa kuimarisha ulinzi. Kwa fikra zangu nilikuwa nafikiria tufunge kamera. Lakini pia getini kuwe na mlinzi. Na hivi ninavyompeleka binti shule, nikatoe taarifa polisi. Au una idea gani hapa? Mimi kwa upande wangu naungana na wewe. Ni jambo zuri ambalo nataka kulifanya. Lakini jana nilikuwa na shemeji. Kanipiga pombe sana. Maneno yake ni yale yale. Anaomba mrudiane. Hivi Ivan, unajisikia unachokizungumza? Ni mara ngapi nimekataza mazoea na yule mwanamke? Sinakwambia sitaki mazoea na Violet. Hivi unaanzishaje mazoea na mwanamke ambaye alikuwa anataka kuharibu future kaka yako? Lakini blaza, yule mwanamke umezaa naye bro. Sasa kama tumezaa, ile ni biashara yangu mimi na yeye. I'm ready. Okay. Uko tayari? Yes. Haya, hebu kachukua begi lako twende. Sawa. Ivan. No matter what, sitaki hayo mazoea. Unanielewa sijui? Hivi unakuwaje na mazoea na mwanamke ambaye anataka kuharibu future kakako? Alafu mmekaa mnakunywa tu mnalewa leo, alafu unakuja mrudiane na nani? Anyokwe. Ole wako nione. Hii kitu inajirudia. Tutavurugana Ivan. Sitaki, nikisema sitaki bwana. Patwa, niko ndani ya gari. Njoo tuondoke.
Hivi jana mimi mara mwisho nilikuwa wapi? Nilikuwa na kina nani? Kweli Dompo Nyoko. Malaika, umenikosea sana. Huwezi kuja kwangu ukiwa umelewa tila lila, alafu nalazimisha kuingia kwangu ingali ya kwamba binti yangu ni mdogo. Unataka kumfundisha nini mwanangu? Alafu unanifanyia fujo kweli? Sikukutegemea. Mungu wangu, ngoja nimtafute. Hello. Mambo vipi? Oh, umeamkaje? Mimi nimeamka salama, lakini saa hizi nimeamka. Au ndo unaamka saa hizi? Ndio, ndo nimeamka. Jesus Christ. Hivi unajua kama saa hizi ni saa 8? Naelewa, samahani. Sijui jana nimefanya nini, ila naomba unisamehe sana kwa kilichotokea. Haya, sawa, nikusamehe. Leo umezingua sana. Jana umerudi umekuja kwangu umelewa sana. By the way, nitakuja kwako ili tuweze kuzungumza. Okay, sawa. Asante. Haya. Sasa nikwambie asubuhi njema au nikwambie mchana mwema? Acha pombe ya mtoto mzuri. Tajaribu. Baadaye basi. Okay, baadaye. Shem. Bana, nyumbani jana kulikuja majambazi, sijui wezi wale, sijui walikuwa vibaka. Lakini mume wako aliwashtukia, akabonyeza alarm, wakakimbia zao. Aise, poleni sana. Kwani walikuwa wanataka nini hao? Sijajua. Lakini mimi nahisi tu kuna jamaa wanamcholea lamani huko kazini kwake. Maana unajua hata kifo cha mzee kinatatanisha sana. Mpaka leo hajajulikana sababu ni nini. Mimi nahisi tu ni yule jamaa ambaye walikuwa partnership kwenye kazi yao. Lakini blaza na mpango wa kufunga kamera pale nyumbani na kuleta mlinzi, kuimarisha ulinzi zaidi. So unajua tena bro, hapendi kashikashi nyumbani. Mathematics yanahitaji calculation. Natakiwa niishi kwenye mahesabu mapya. Hii ni vita wala sio bahati mbaya. Sawa, wazo zuri kufunga kamera, kuweka mlinzi, lakini mimi kwa upande wangu naona kama haitoshi. Kwa nini
asingeenda polisi kutoa taarifa. Aswa, yani kama ulikuwepo, yani kama unaishi kwenye akili yake. Mimi nishasema nyie mnapendana, lakini mafahali wawili hamwezi mkaishi zizi moja. Umeelewa? Neno la kwanza alisema kwamba akitoka nyumbani anapitia polisi kutoa taarifa. Wewe bwana, wewe una matatizo. Unapenda sana mimi niwe na mahusiano na kaka yako, lakini kaka yako jua hanipendi. Amna bro, anakupenda, sema tu kuna vitu tu hamjaviweka sawa. Bro anakupenda. Shemeji yangu, mimi nakupenda bwana, nakupenda wewe. Nakupenda shem. Wow, shemeji yangu la dunia hilo. Shem kama shem.